John Heche amemkabili ana kwa ana Rais Samia Suluhu kwa maneno makali dhidi ya kauli yake ya hivi karibuni. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mvutano wa kisiasa nchini Tanzania umeendelea kuchacha, huku makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche akitoa kauli kali inayolenga moja kwa moja mfumo wa usalama wa taifa. Katika kile kinachoonekana kama kuibua tahadhari kuhusu juhudi za serikali kukomesha vitendo vya utekaji, Heche ameonyesha kutoamini kabisa uwezo wa jeshi la polisi kutekeleza jukumu hilo, akituhumu taasisi hiyo kuwa sehemu ya chanzo cha matatizo hayo. Kauli hiyo imekuja siku chache baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutoa hotuba ya kuhitimisha shughuli za bunge la 12 mnamo tarehe 29 Juni mwaka huu, ambapo alisisitiza azma ya serikali katika kukomesha visa vya watu kupotea nchini. Hata hivyo, kauli ya Heche imeonekana kupingana vikali na mtazamo huo wa serikali, akisisitiza kuwa hawawezi kutarajia suluhisho kutoka kwa chombo kinachotajwa kuhusika moja kwa moja na uhalifu huo. Kwa mujibu wa Heche, hali ya kutekwa nyara kwa raia, haswa wanasiasa, wanaharakati na watu wa kawaida, imegeuka kuwa silaha ya kisiasa inayotumika kukandamiza upinzani. Amedai kuwa matukio haya hayafanywi na vikundi visivyojulikana kama ilivyodaiwa mara kwa mara, bali yanaratibiwa na vyombo vya dola ambavyo vimepewa mamlaka ya kulinda usalama wa wananchi. Kauli yake imezidi kuongeza joto la kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, wakati ambapo Chadema na vyama vingine vya upinzani vinazidi kuibua hoja juu ya haki ya kushiriki kwenye uchaguzi kwa masharti ya usawa, uhuru na uwazi. Katika mazingira haya, wito wa Heche kwa wananchi kuwa macho na kupigania mabadiliko ya msingi umekuwa sauti ya pili inayozidi kukua miongoni mwa wapigania demokrasia nchini. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa hoja hii ya Heche inaakisi msuguano mkubwa uliopo kati ya serikali na upinzani kuhusu mwelekeo wa mageuzi ya kisiasa. Kwa upande wa serikali, kuna msisitizo wa kujenga taasisi zenye uwezo wa kushughulikia changamoto za usalama, lakini kwa upande wa upinzani hakuna imani kwa vyombo hivyo hadi pale mabadiliko ya ndani yatakapotekelezwa, hasa katika mfumo wa usimamizi wa sheria na uchaguzi. Matamshi ya Heche yanaungana na hisia za wananchi wengi wanaoamini kuwa juhudi za serikali lazima ziende sambamba na uwajibikaji wa wale wanaohusika na ukiukwaji wa haki za binadamu. Katika kipindi ambacho taifa linapiga hatua kuelekea uchaguzi mkuu, kauli kama hizi zinaashiria kuwa maandalizi si ya kisheria tu, bali pia ni ya kijamii, kisiasa na kimaadili. Na katika macho ya umma, uaminifu kwa taasisi za dola unazidi kujaribiwa. Na wakati viongozi wa kisiasa upinzani wakitoa wito wa tahadhari na mabadiliko, ni wazi kuwa safari ya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 haitakuwa rahisi. Kenyascope itaendelea kukufikishia habari kwa kina bila kupendelea upande wowote, huku tukifuatilia kila hatua ya mchakato wa kisiasa unaoendelea kubadilika kwa kasi nchini Tanzania.